Eh, asante, asante, asante. May God bless you na Mungu aweze kuwabariki. Kwa mara nyingine tena nimeweza kufika katika hii jangwa, nimeweza kufika hapa ni kwa ajili ya kazi. Kwa wale ambao tunakutana kwa mara ya kwanza, jina ni Baraza Rescue ama Baraza the Rescue, Pastor Baraza the Rescue. Nashukuru Mungu kwa huu wakati na kila jambo katika kila hali ambayo anatupitisha, ni yeye, yote yanamgharimu mkono wake. Kwa hivyo kwa mara nyingine tena, kwa marafiki wa jamaa pamoja na wandugu wa dada wale ambao tumekuwa na wao katika hii safari tulivyoanza, wacha neema wa Mungu aweze kuwabariki. Na nimeweza kurudi tena. Nilikuwa nimeweza kuhold kidogo kwa mambo mengine. Unajua wakati mwingine shughuli ni mingi na inabidi tu katende zote. Kwa hivyo wakati ambapo naweza pata nimepotea kidogo, nilikuwa nimepotea kidogo. Hapana, sikupotea katika hali mbaya, ni kwa ajili ya kazi na ni kwa ajili ya majukumu. Saa zingine inabidi ukaweze kuweka mambo zingine kwanza kidogo, ndio utakuja ukisukuma zingine. Kwa mara nyingine, so iwapo ni mara yako ya kwanza ya kuweza kukutana, just tune in, you subscribe, enter to the channel, you subscribe Baraza the Rescue, and subscribe, share and like Baraza the Rescue, na najua ya kwamba itaweza kufikia kila mtu mahali popote anapatikana. Kwa hivyo Mungu wa baraka, Mungu wa neema yaweze kubariki. Siku hii ya leo niko hapa ni jinsi tu nilivyokuambia ya kwamba ni kwa ajili ya kazi. Ni kwa ajili ya kazi, inabidi tu tuweze, hata kama ni magumu sana, lakini Mungu ako na sisi, tuweze tu kusukuma tu tukiwa pamoja. Kwa hivyo niko hapa ni kwa ajili ya huyo Anita, kwa mtoto Anita. Lazima aweze kupatikana, na hata yeye pia aweze kukua katika hali ambayo ni kisawasawa. Kwa hivyo bila uoga wowote ama bila uoga ama kuangalia mambo zingine, inafaa na itabidi tu lazima niweze kumtafuta na niweze kumpata, aweze kupatikana. Kwa hivyo mimi naomba tu maombi yenu, tusikiliane tu katika maombi. Mahali ambao unapatikana usikilie katika maombi, na tuhakikishe ya kwamba na tukue katika hali ya imani moja, na kila kitu itakuwa sawa. Kwa hivyo Mungu wa neema aweze kuwabariki. God bless you. Wacha tuangalie kama wako watapatikana leo. Wajua wakati mwingine nimechoka. Anita, Mungu wa uzima, moyo wangu wa kutamani, hata kama mambo ni magumu sana, najua unaweza. Mungu wa uzima, moyo wangu wa kutamani Yesu, hata kama mambo ni magumu sana, najua unaweza. Mungu wa uzima. Ni msitu wa tani. My God. Oh my God. Cameraman. Ndio hii alikuwa hapa, hata nguo zake ndio hizo. Alikuwa hapa. Hata nguo zake ndio hizi. Alikuwa hapa. Cameraman. Hebu ona. Hii nguo yako, ndio. Hii nguo zako. Woi. Hii nguo ya mtoto hii. My God. My God. Wamemuua, wamempeleka wapi?
My God. Oh my God. Young guy. Oh yeah. Walimweka hapa, si? Walimweka hapa. Hapa walimweka. Ai, nguo yake. Ai, nguo yake. Nguo ya mtoto kabisa. Oh guys, my God. Wamemuua wameleta wapi sasa? Oh my God. Peleka wapi sasa? Wamemuua. Hey, my God. Hii ni nguo yake. Ama sasa wanapeleka. Oh God. Oh my God. Mtoto mdogo ajui chochote. Yeye ni shimo gani? Unaweka mwili yake. No. Tumpeleka mtoto wapi sasa? Oh my God. My God. Oh God. Mimi si mwatai. Oi. Kwanza kuja hapa. Hey God. Oh my God. Kuna uwezekano wa kumuua mtoto huyu wa mtoto Anista. Mtoto mdogo hana makosa chini ya jua. Hajafanya chochote chini ya jua. My God. Wafanya chochote. Kuna mabaya. Hajai tu si mtu. Hajashika kitu ya mtu. Muua sasa. Mungu wangu. Wamempeleka wapi sasa? Nguo yake ndio hii. Na ni mtoto mdogo sana. Hajaifanya chochote. Mpaka mahali tumefika, mahali imefika. Ni wewe tu Bwana. Ni wewe tu Mungu kashuke juu ya huyo mtoto. Lakini nakuomba Bwana, mahali ambapo anapatikana, mahali ambapo yuko, uhai wake iko katika mikononi mwako. Uhai wako iko katika mikononi mwako Bwana. Usihachilie maadui wa uhaji, wanyang'anyaji, watu wabaya waweze kumalisha maisha yake. Manake huyu mtoto ni mtoto mdogo sana. Ana kesho bora. Siku zake za usoni anayo siku bora. Na umempangia mema kulingana na maandiko yako Bwana. Kamwambia ya kwamba mapango ambayo uko nazo katika maisha ya mwanadamu ni mipango mazuri. Mipango ya kutujenga, mipango ya uhai na uzima, mpango ya kufanikiwa, mpango ya upendo, mpango ya uponyaji, mpango bora. Sio mipango ya kuuawa kiholela, sio mpango ya kudhulumiwa,
sio mpango ya kufanyiwa dhihaki, sio mpango ya matukano. Na hasa umesema tena, wewe ni Mungu, ufalme wa mbingu ni ya watoto wachanga wadogo sana kama Anita. Mahali popote yuko, ninaomba Bwana ukashike mikono za adui, mikono za wauaji, asipoteze maisha. Wasimweke mikono yao, wasiweke mikono yao, mipango zao, panga zao katika mwili wa huu mtoto. Bwana, kazi ulioanza utaimaliza Bwana. Sitakufa moyo, sitafa moyo. Na hasa Bwana, huyu mtoto Anita, mahali yuko, na kuomba Mfalme, na kuomba Bwana, roho unaniambia hajafa bado, hajauawa, mahali amefichwa. Ninaweka hiki kinguo, hii ni nguo chake, kama dhabihu takatifu mbele zako. Mahali popote yuko, wakati wowote, mahali amefichwa, mahali amewekwa, kwa hiyo simu amewekwa, kwa hiyo nyumba amewekwa, popote amewekwa, Bwana ukamtetee hadi siku yake ya kupatikana, ya kupatikana, ya kupatikana. Mungu wa neema, Mungu wa baraka, Mungu wa uponyaji na ukombozi, ukaokoe huyu mtoto. Ukatumie tu mtu wako mahali popote hapo, kaweza kuweka mikono yake kwa ajili ya kumuokoa, kwa ajili ya kumsaidia, na hata atakapopatikana Bwana, Yesu, maisha yake iko katika mikononi mwako. Kuishi kwake, masomo yake, mavazi na chakula, mahali pake pa kulala, liko katika mikononi mwako. Bwana, you be the provider kwa ajili ya huyu mtoto. Apatikane Bwana, na apatikane. Yes. Kwa mara nyingine tena nimeweza kuja hapa ni kwa ajili ya kutafuta mtoto Anita aliyepotea. Mekaa sana, lakini Mungu wa neema, ninajua mahali popote yuko, bado sijaweza kumpata. Manake hapa ni mahali hatari, na nimeweza kukutana tu na nguo yake hapa. Kwa hivyo mahali popote yuko, ninajua ako mahali ambapo hajaweza kujauriwa, manake nguo yake sijaona upako wa damu, sijaona damu. Kwa hivyo inaniambia ya kwamba ni bado amefichwa tu, lakini nakuomba mahali popote ambapo huko, kwa support yoyote ambayo unaweza kutumana, iwe ni maombi, support yoyote ambayo unaweza kutana, ili tuweze kuhakikisha ya kwamba tukaweza kusaidia huyu mtoto wa Anita, tukaweze kukua pamoja, na hata atakapopatikana, na ninajua ya kwamba Mungu ni wa neema, ataleta kila kitu. Kwa hivyo please, guys, may God bless you. Mungu awabariki. Thank you for your subscription. Thank you for your share and like. May Mungu wabariki. Mungu wa neema wabariki. Bado tuko pamoja, tunaendelea na safari ya msako kwa ajili ya huyu mtoto. Wacha Mungu aweze kuwabariki, na Mungu wa neema awatie nguvu, awatie moyo. May God bless you. Thank you very much. Thank you.